Tulivyoanza mtakumbuka, tume ilianza kwa hoja kwamba uhalali wake hautambuliwi. Nadhani wote tunakumbuka uhalali wa tume ulikuwa unatiliwa mashaka. Sasa kwa bahati nzuri kesi ikafunguliwa Mahakama Kuu, ikasikilizwa na sisi tukatoa hati za viapo. Bahati nzuri Mahakama Kuu ilitoa uamuzi wake. Sasa siku zote ni vizuri turejee hoja zilizowasilishwa Mahakama Kuu kupinga uhalali wa tume, na ni hoja hizo bado zingine kuendelea kupinga taarifa ya tume. Mimi naamini Mahakama Kuu ilijibu hoja nyingi sana za msingi. Mtakumbuka Mahakama Kuu kulikuwa na hoja kwamba haina imani na wajumbe wa tume, kwamba wajumbe wa tume wana maslahi yenye migongano, kwamba wajumbe wa tume umri wao miaka zaidi ya 60. Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha wanasheria Tanganyika? Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha madaktari, baraza la maaskofu, BAKWATA, taasisi za kiraia? Na kulikuwa vile na hoja, kwa nini wale vijana ambao hawana ajira hawakufanywa kuwa wajumbe wa tume hii? Na majibu ya Mahakama Kuu yamechangia katika kuongeza jurisprudence ya tume za uchunguzi, kwa sababu maamuzi kuhusu tume za uchunguzi ni maamuzi machache, na sheria ya tume hii ni ya zamani kidogo, ilitungwa mwaka 1928, na tangu wakati huo kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo uamuzi wa Mahakama Kuu umezingatia mabadiliko yaliyotokea, mabadiliko ya haki za binadamu, mabadiliko ya kuwalinda mashahidi, kutoa haki kwa mtu ambaye anatajwa na tume lakini hana nafasi ya kujitetea. Na ndio mnakumbuka wakati fulani ilikuwa kwamba mashahidi wanataka kuja kutoa ushahidi, tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha. Na tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha kwa sababu mashahidi wengine walikuwa wanataja majina ya watu kwa majina. Sasa ukiruhusu majina yale yasambae na umpi muhusika nafasi ya kusikilizwa, tayari kuna maamuzi ya Mahakama Kuu katika nchi nyingine ambayo yanakataza jambo kama hilo.